Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mhandisi Mary Priska Mahundi ameyasema hayo wakati akikagua hali ya mawasiliano katika mpaka wa Tanzania na Zambia mjini Tunduma mkoani Songwe. Hatusemi kama ni nani aliyekuwa anatumia ile namba. Tunaishia tu kuifunga na watu wengine wanapelekwa mahakamani, lakini tulikuwa hatusemi. Kwa hiyo tunakoelekea sasa tutakuja kuwaweka pia wazi kama wahalifu wa mitandaoni ili kukomesha hili swala. Na tutafanya hivyo kwa kufuata sheria, taratibu zote, kwa sababu jeshi la polisi kwa maana ya Wizara ya Mambo ya Ndani na sisi Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumeamua kushirikiana kwa dhati kuondosha hili wimbi lote la hawa wahalifu wa mitandaoni. Mkuu wa wilaya ya Momba Bwana Elias Mwandobo anaeleza namna wananchi wa wilaya hiyo wanavyoibiwa fedha na wahalifu hao mtandaoni. Watoto vijijini wanatapeliwa sana. Wanatapeliwa sana. Hasa nyinyi watu wenu mnaowatuma kuwafanyia usio wanakuwa ni mawakala au ni, lakini hao nao wamekuwa ni tatizo kubwa sana. Nadhani usidia atakubaliana na mimi. Wamekuwa ni tatizo kubwa sana kuwarubuni wateja watu hata sawa vijijini, kwamba lete simu yako na ana smart ajui kwamba lete na kadi ya simu na kadi ya benki. Kumbe pale anamjoin kwenye, anamuunganisha kwenye hapo ana transfer hela zake, na sisi huku wananchi wetu wa vijijini wana hela. Meneja wa mfuko wa mawasiliano kwa wote nyanda za juu kusini Mhandisi Richard Soteri na meneja wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania kanda ya nyanda za juu kusini Mhandisi Bartholomeo Titus wanaeleza hali ya mawasiliano ilivyo wilayani Momba. Mamlaka ya mawasiliano, wizara, USAF na taasisi zote za serikali tulifanya utambuzi wa maeneo yote vijijini. Kwa hiyo tulitembea vijiji, nadhani mwaka juzi vijiji vyote 32 ndani ya wilaya ya Momba ambao tumefanikisha kama alivyosema mheshimiwa kuingizwa kwenye miradi mbalimbali ya serikali. Nadhani mwenzangu wa USAF atakuwa na taarifa zaidi. Lakini pia kama mamlaka ya mawasiliano huwa tunafanya vipimo vya ubora wa mawasiliano kwa wilaya, kwa mji wa Tunduma kutokana na umuhimu wake. Kwa mwaka tunafanya mara 2. Mwaka 2022 tulifanya tathmini survey katika wilaya ya Momba, na lengo lilikuwa ni kuyajumuisha maeneo ambayo yana changamoto ya mawasiliano katika mradi mkubwa unaitwa mradi wa Tanzania Kidijitali. Baada ya kuyaweka katika zabuni ya maeneo ya wilaya ya Momba, maeneo 5 yalifanikiwa kupata zabuni. Eneo moja wapo lilopata zabuni ni kata ya Chirulumu, kijiji cha Namsindewani, ambapo mtoa huduma TTCL alipewa jukumu la kujenga mnara na utekelezaji unaendelea. Nikiripoti kutoka katika halmashauri ya mji wa Tunduma, ni hapa mkoani Songwe, naitwa Emmanuel Lengwa, YTV.